Cha kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tumefika katika hatua hii, tupo kwenye nusu finali. Kiangalia kwenye kikosi changu, kwenye kambi yangu ya mazoezi, watu wote tuko vizuri, Mungu ametujalia heri, hatuna matatizo yoyote. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru. Kingine pia kuwashukuru wachezaji wangu kwa jinsi walivyopambana kwenye haya mashindano mpaka kwenye hatua hii tuliofikia. Lakini yote kwa yote, focus ya timu ilikuwa ni kutoka katika ligi kwenda kwenye ligi nyingine, na kesho ndio tunacheza mechi yetu ya finali. Hiyo mechi ya mwisho ya finali sisi tumeweka, kama tutafanikiwa, tumeweka mabonus kwa boss, kwa sababu kuna kikombe tunahitaji kumkabidhi hicho kikombe. Lakini kesho sisi ndio finali yetu, na ndio ilikuwa focus ya timu kuhakikisha kwamba hii mission tulikuwa nayo toka mwaka jana tukafeli kwenye playoff. Kwa hiyo mwaka huu hatutaki kufeli. Kwa hiyo tumejitayarisha vizuri. Wapinzani tumeona hakuna mechi nyepesi. Mechi zote za mashindano ni mechi ngumu, na hasa mechi hiyo kwa sababu ni mechi ya maamuzi. Lakini mimi na vijana wangu tumejipanga vizuri kuona kwamba tunapata fulana, malengo yetu yanatimia. Kwa kesho ndo nilitangulia kusema toka mwanzo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwenye kambi ya mazoezi wachezaji wote wako vizuri, na kuna wengine walikuwa majeruhi, leo wamerudi, na nadhani kesho labda inawezekana ukaona kwenye kikosi kuna mtu mwingine mpya akaingia. Nimesikia mwalimu anamzungumzia central defender captain. Sasa kuna central defender mwingine ni hatari zaidi kuliko yeye, na kesho atakuwepo kwenye kikosi, na ndo mechi yake ya kwanza kwenye hizi finali. Alicheza mechi zote zile, akaja akapata injury, akawa yuko nje. Wiki yote tumejaribu kidogo kumweka vizuri, mpaka jana akanipa matumaini, leo asubuhi pia. Kwa hiyo kesho atakuwepo. Kwa hiyo kesho kwenye central defender kutakuwa kuna mabadiliko. Watu wote watakaocheza pale watakuwa imara zaidi, lakini inategemea tunacheza na nani, sababu timu tunaocheza nao pia ni timu nzuri. Kwa hiyo inategemea na wenyewe wamejipangaje kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Kwa hiyo mchezo kesho utakuwa mzuri, lakini utakuwa mchezo mgumu, sio mchezo mwepesi. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, siku nyingine tena ambao tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wetu sawa nusu finali dhidi ya wenyeji Kajuna. Ni kweli muda wa kufanya marekebisho umekuwa mdogo sana. Tumekuwa tunapata mechi na kupumzika siku moja, tunapata mechi ya pili, lakini uzuri tumeona wenzetu, kama mnavyofahamu, ni mwenyeji, ana timu nzuri, ana kocha mkubwa, kwa naamini tunakutana na mpinzani mgumu. Lakini yote na yote huu ni mpira, na sisi pia tumeangalia madhaifu yao wenzetu, basi tunafanyia kazi, tunazidi kukumbushana kila muda ili kuweza kutumia madhaifu yao tuweze kupata matokeo ya mechi kesho. Kabisa tunatengeneza sana nafasi, lakini pia tuzitumie vizuri. Moja ya jambo ambalo tunakumbushana sana leo kwenye asubuhi, tunafanya recovery ya asubuhi, tumeongea sana, tumefanya kazi sana sehemu hiyo, na nimeangalia wenzetu pia wanakuta mzuri sana, wana beki mmoja yule nadhani captain anacheza vizuri sana, anawini sana aerial balls. Kwa hiyo nadhani tunalifanyia kazi, nadhani kesho tutaona mabadiliko kidogo.